Sabri Zamil Al-Mindhiri ni mavazi ya Firauni hayo. Kwa hiyo wao wanavaa mavazi ya nani? Ya Firauni kwa maneno haya. Kadhalika al-Imamu Sadiq aliulizwa kuhusiana na mtu kuswali na kofia nyeusi. Mavazi sio meusi mengine kama kanzu yake, kama suruali fulana, lakini kofia nyeusi. Je, inafaa kuswali na kofia nyeusi? Kofia. Maneno hayo ukisoma kwenye kitabu man la yahdhuruhu al-faqih yametajwa katika juzuu ya 5 ukurasa 42, katika kadhalika wasailu Shia pia juzuu ya 3 ukurasa 111 yametajwa maneno hayo kwamba al-Imamu Sadiq aliulizwa kuhusu hilo akasema la tusalli fiha, usiswali kwa hiyo kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli an-nari, kwa sababu hayo ni mavazi ya watu wa motoni. Motoni kwa watu watavaa kofia nyeusi huko motoni, sawa. Alivyoulizwa akasema la tusalli fiha, usiswali nyeusi, usiswali nayo, usiingie nayo kwenye swala hii, usiingie nayo kwenye swala kofia nyeusi, fa innaha libasu ahli an-nari, sawa, sababu hilo ni vazi la watu wa motoni, hilo ni vazi la watu wa motoni. Kwa hiyo maneno ya kwanza ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba nguo nyeusi ni mavazi ya Firauni. Huyu imamu wa pili al-Imamu Sadiq sio wa pili kwa daraja, Jaafar as-Sadiq sio imamu wa pili. Imamu wa pili al-Hasan, wa tatu al-Husayn, wa nne Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin na wengine, lakini miongoni mwa maimamu 12 nani? Jaafar as-Sadiq. Na huyu ananukuliwa mengi maneno kutoka kwake, sababu kama wanachuoni sio kama wanavyosema wao, mengi mambo mengi wanasibisha kwa Jaafar as-Sadiq. Lakini katika hayo mambo hili pia limo kwamba mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni, hawa mabwana wanavaa. Bali katika ushia anayeruhusika kuvaa kilemba cheusi ni mtu katika ahlul bait, wale mashekhe wa ahlul bait, havai mwingine kilemba cheusi, kwa sababu ile ni alama ya kunyang'anywa ukhalifa, wameporwa. Abu Bakar, Umar na Uthman wamewanyang'anya utawala wao kumnyang'anya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo huzuni yao wao daima vilemba vyao ni vyeusi, wengine watavaa vilemba vingine vyeupe na wale si katika ahlul, lakini atavaa kilemba cheusi, ile huzuni yake inaendelea. Kwa hiyo yupo katika maombolezo daima ya kunyang'anywa ukhalifa. Manake jambo hilo sio jepesi la ukhalifa, sio jepesi. Ndio maana Ni'matullah al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya akataja kwamba siku ya kiyama ataletwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amefungwa minyororo 120 ya motoni katika uwanja wa kiyama, Umar ibn al-Khattab. Na bwana Bilisi naye akiletwa ana minyororo 60, yani amezidiwa mara mbili na Umar ibn al-Khattab. Huyo mkuu wa balaa zote hizi anazoleta, huyo amemshawishi hili yote, Allah amekadiria hivyo, lakini yeye ndio bwana mkubwa wa jambo hilo. Na aliomba alipokuwa hana akili, baada ya kukosea asimuombe Mola wake amsamehe, akaomba abakishe hai ili awapoteze watu. Baada ya kuomba kusamehewa, badala hilo aomba basi niache hai ila yaumi yub'athun. Ndio nini sasa? Hasa ndio wewe umeshakosea, baada ya kuomba Mola wako nisamehe, basi niache nibaki mpaka, alafu kibaki mwisho utakuwa nini? Ili apate kuwapoteza watu. Yeye mwenyewe captain mwenyewe ndo asema hivyo, anauliza jamani, mimi ndo topu kabisa na minyororo 60, huyu ana minyororo 120, nani huyu, mbona simjui? Melwan amefanya dhambi gani huyu jamaa? Anaambiwa huyo ndo Umar ibn Khattab huyo. Haya, kimemkuta nini? Asema huyu amemnyang'anya Ali bin Abi Talib ukhalifa, ameshirikiana na Abu Bakar wakamnyang'anya. Kwa hiyo ndio dhambi hii, yani ile dhambi ya kunyang'anya ukhalifa ni dhambi kubwa kuliko ya nani? Ibilisi. Umar ibn Khattab siku ya kiyama ana adhabu kubwa kuliko ya Ibilisi. Hawa ni watu kweli? Hakuna Uislamu wa namna hiyo.
Halafu mtu asema kwamba kwani Omar ndio nani? Na wewe ni nani? Omar si ni nani? Na wewe ni nani? Wewe si mshia. Na Omar si sahaba. Kwa hiyo Allah kwenye Qur'ani anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu. Omar alikuwepo, huwezi kumtoa. Hiyo ma'ahu antokaje Omar? Kwamba ile ma'ahu ilivyo Omar hayumo, unaionaje kwenye ile ma'ahu? Haya, walikuwa katika bai'a, wapo katika Hudaybiyah. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Walipokupa bai'a wewe chini ya mti, Allah amewaridhia wale waumini wote, waislamu wote waliokuwa pale. Wewe hukuwepo, yeye alikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala asema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari. Yeye katika muhajirina yumo, wewe haumo. Sasa utaulizaje yeye nani? Si ndio huyo? Ukimtafuta kwenye aya yupo tele, wewe haumo hata sehemu moja. Lakini wazungumza maneno kama haya. Kwa hiyo chuki yao ni kubwa kwenye suala hili la ukhalifa. Hapo ninazungumza mavazi meusi. Nitasogea kidogo kusoma maneno ya Abu Jaafar at-Tusi. At-Tusi ni katika wanachuoni wa Kishia wa kutegemewa, kwa sababu vitabu vyake ni miongoni mwa vitabu 8 ambavyo vya kutegemewa vya Kishia. Kuna vitabu vile 4 na vile 8, lakini vitabu vya At-Tusi vimo katika vitabu vyake vya kutegemewa mbele ya Mashia. Kwenye kitabu chake Al-Mabsuti anasema al-buka'u laysa bihi ba'sun, kulia hakuna ubaya. Na sisi tusema hivyo hivyo, kulia mtu kwa kufiliwa hakuna ubaya. So mithibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam amelia, amemlia mwanawe. Na muumini bila shaka kuna kitu Allah ameweka katika mioyo ya watu wanavyoishi, jamaa zako, watu wa karibu, katika ndugu. Lipo jambo kama hilo, mtu anahuzunika, macho yanatoa machozi, al-ainu tadma wal qalbu yahzan, moyo unahuzunika, macho yanatoa machozi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kitu kikubwa, hatuwezi kuzungumza maneno ambayo yatamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tuna utaratibu wa maneno ya kusema watu wanaposibiwa na misiba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maneno haya, Allahumma ajurni fi musibati, ewe Allah nilipe mimi katika msiba wangu huu, wakhluf li khairan minha, na nilipe mimi, nipe badali iliyokuwa bora kuliko huo msiba wangu. Haya ni maneno ya Kiislamu. Bali mtu namliwaza mwenzio, namwambia lillahi ma akhadha, ni chake yeye Allah kile alichokichukua, walahu ma a'ta, na ni chake yeye pia alichokupa, alichokitoa. Maana alikupa lakini chake ameamua. Umefika wakati hata watu, hata mke, hata watoto, hata rafiki, ndugu, kwamba nilitaka mkae muda wa miaka 10. Wewe ukujua hivyo, lakini hapa ndio mwisho wake namchukua. Lakini wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, na kila kitu mbele zake Allah bi ajalin, kwa wakati, bi ajalin musamma, kwa muda uliotajwa. Sote tuko hivyo, hatujui tutatangulia nani, lakini tutakusanyikiwa kama tutavyokusanyikia wenzetu. Muhimu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtu kuwa na mwisho mwema, lakini hilo lipo. Kwa albukau laysa bihi ba'sun, laysa albukau laysa bihi ba's, si vibaya kulia. Wa amma al-latmu, lakini kujipiga makofi, wal qadshu, na kujiparuza makucha, kujiparuza katika mwili. Hawa mabwana si kujiparuza hivyo, watu wanachukua jipanga. Mtoto mdogo anelia ng'aa yule, wala kusema hajui, anakuja naye pia atiwa adabu kwamba na wewe babu zako walishiriki kumua Hussein. Kwa hiyo naye anagongwa kidogo, naye atiwa adabu, dhambi ya babu zake huko walomuua Al-Kufa. Wako hivyo. Mijitu haiswali swala 5, haina ibada, haijui Qur'ani. Wallahi nakuelezeni hivyo, wengi katika Mashia hawajui Qur'ani, hawajui mambo ya dini. Anasubiri siku ile ikifika, amjitia suruali lake, maana ukujua anavua nguo kabisa,
si uko uchi wewe, kitovu sikonje, si uko uchi wewe, mbona hamkatazi sasa? Mwamtetea vipi ahlul bait? Mafunzo yao yakoje? Babu yao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefunzaje, ameelekezaje? Wakati wa msiba mtu awe vipi? Ule ni utaratibu wameunda kwa malengo mengine, nitayataja pia insha Allah. Kwa hiyo kujipiga makofi, wal khadsh, na kujiparuza mwili, wajarzu ash-sha'ri, na kunyoa nywele au kupunguza. Hata waislamu wengine wanafanya, akina mama wakiwa katika eda, hakuna kitu kama hicho, lakini huko kwenye ushia huko ndio liko sana hilo wenyewe, ndio maana wanaambiana hivi. Wanauhu, na kupiga kelele, kunyanyua sauti, haitakiwi hivyo. Wakati wa kulia mtu alie sauti ya chini, na mwanamke wote atanyanyua sauti kwa kuomboleza, kama hakutubia akafa nayo dhambi hiyo, sababu ni katika madhambi makubwa, ndio maana ametajwa hivyo. Nitakuja kutaja hadithi ambayo wao mashia pia wanataja katika vitabu vyao. Na kupiga makelele, kuomboleza, fa innahu kulluhu batilun, mambo hayo yote ni batili, muharramun, ni haramu ijma'an, kwa makubaliano ya maulama wote wa Shia, ni haramu kufanya hivyo. Naelewana? Naam. Huku watu hawajikatikati, kwa sababu pia hakuna namna ya kutibiwa, watajifia bure, na pia utaratibu wa nchi hautoachia hivyo. Lakini je, wakitawala mashia wakawa ndio watawala, itafanyika hatofanyika? Itafanyika, kwa sababu itakuwa dola ni nini? Ni yao. Hasa huko wao watajipiga vijikonzi tu na vijingumi kidogo kidogo, huku kwa wanakoenda tukomalizia, kuna pilau pia wataenda kula. Huzunia vipi hiyo sasa? Khawlani rahimahullah, huyu Abi Idris al-Khawlani maarufu, ile hadithi maarufu katika al-40 Nawawiya, hadithi ya ibadi maarufu, ilipokea na Abi Dharr al-Ghafari. Ilikuwa akisoma hadithi hii upiga magoti, ngana ule uzito ulizungumza katika hadithi ile. Annahu qala, asema maneno haya, maneno mazito sana. Asema la an ara fil masjidi nara. Kalia maneno haya mazito, masufi eleweni, mahizbi eleweni. Asema nikiona katika msikiti kuna moto, naona msikiti uteketea, sawa ni msikiti wa mabanzi au msikiti wa kawaida kama yetu, msikiti wote utakapouona naona uteketea na moto, la astati'u itfa'aha, mimi siwezi kuzima. Naona msikiti uteketea na mimi siwezi kuzima. Ahabu ilayya, kwangu mimi napenda zaidi uteketee ule msikiti, min an ara fihi bid'atan, kuliko nione bid'a, la astati'u taghyiraha, siwezi kuibadilisha. Hapigeni mkelele mahizbi. Tulipotajiri ya kwanza kwa kauli ya Sufyan, kuwa anavyosema kuwa Iblis anapenda bid'a kuliko maasi. Basi angalia hawa, mtu yazini, mtu yenye tembo, ndio si maasi hayo bana? Ama hujui wewe, wajua kuimba tu. Sasa kauli nyingine hii, asema nikiona katika msikiti wateketea, ikawa mimi siwezi kuuzima, kwangu mimi anipendeza zaidi kuliko nione msikiti una bid'a, siwezi kuiondoa. Hapa hatari ya uzushi. Na leo katika misikiti yetu leo bid'a zimekuwa nyingi, masufi, matablighi, masururia, maikhwani, makutbia, bid'a ziko ndani ya misikiti, wanachama ndani ya misikiti, ndani ya misikiti ukapata mambo mengi ya uzushi. Hili ni jambo la hatari. Badala watu wafundishe sunna, watahadharisha na bid'a, watu wanahuisha mambo ya bid'a ndani ya misikiti, bali watu wanasomesha vitabu watu wa bid'a. Kuna Sayyid Qutb, kuna al-Maududi, na wengine, kuna Hasan al-Banna na Qardhawi. Hawa ni watu ambao hawafai, sharia yao ni kubwa sana, sharia yao mpaka sasa tuiona.
nchi ngapi za Kiislamu zimeanguka kwa sababu ya wao? Ukiangalia Afghanistan, ukiangalia Iraq, ukiangalia Libya, ukiangalia Yemen, Syria, Sudan, hapa kwetu. Mimi ni Mkenya, nasema hapa kwetu. Iko katika karata Afrika, continent of Africa. Ninakusudia hivyo. Kwa sababu nini? Kusoma vitabu vya watu wa mufakirina wanajiita. Sasa mtu achunge, hasa vijana wa university wachunge sana kusoma vitabu vya watu hawa. Said Qutb huyo kiongozi, Hassan al-Banna hapo, Hamida Qutbi, Zainab Qutbi na wengineo, Mis'ar bin Laden na kiongozi wao Muhammad Surur Zain al-Abidin. Ni lazima watu kuwajua watu hawa, ni jambo la lazima. Sashari zao ni nyingi. Nikitoa mfano ili ieleweke, nchi ya Saudia kule, nchi ya kule mamlaka, Allah ihifadhi na mahizbi wale wanapoizungumza kwa ubaya. Kuna mashekhe takriban 65 sawa wako jela. Mashekhe 65, 6 alafu ongeza 5 wako jela. Kwa sababu nini? Kwa fikra zao hizi potofu. Lakini leo kwa mahizbi wafunga mashekhe, wafunga maulama. Maulama gani wale? Wameleta shari kubwa. Na leo kuna baadhi ya watu huko wanawapenda. Kuna Salman al-Auda, kuna Safa al-Hawali, kuna Ahli al-Qarni, kuna Nasir Umar, Muhammad al-Arif, Abdul Aziz Tureif na wengineo. Watu wanasikiza, wale hawafai kusikizwa. Wale ni katika makhawari, katika sururia wale. Sasa wakati wa jela, kwa sababu shari yao ni kubwa sana, na kuwatukana maulama. Na tokea ndani ya misikiti, niko katika hii nukta hii ya Ibn Wahab, hapo ndani ya misikiti wanatukana, wanasema Ibn Baz hajui kitu yule, anajua tu ilmu sarawil almar'a fakat, yaanuna alhayd wal nifas. Wasema elimu yao ni suruali ya mwanamke, hayd na nifas. Wamesahau al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala alipokuwa kisherehesha katika majmul ile sharh muazzam katika majmuu yake pale, akaelezea hedhi takriban kurasa 70. Hedhi nini? Si mchezo. Katukana wakaita umala, ni vibaraka wale ulama usalatin, la yafqahuna alwaqi, hawajui halisi ya ulimwengu. Mbona wao imewashinda? Subhanallah, ni mambo ya kusikitisha wale. Ile thaura iliyotokea, mapinduzi sehemu za Misri na Suria na nyinginezo, wao subhanallah walizungumza maneno mabaya, bali wengine wakazungumza maneno ya ukafiri. Kwa sababu nini? Kuhamasisha watu wao. Mtu adanganya watu katika ule uwanja Meidanu Tahrir, ndani Abu Abdurrahman yojua shauona uwanja wao mkubwa. Mmoja katika wale makomedian wale wao, Amrul Khalid, kitu kama hivyo, asema raaitu Allah, nimemuona Allah katika ule uwanja. Mbona mahizbi ya mzungumzi hapa? Hawa muelewi Kiarabu nini? Waza kazungumza nimemuona Allah katika uwanja ule. Mwingine naye kazungumza kuwa nimemuota Jibril, ameniambia kule mkienda katika ile mudhaharati ule mko katika sawa. Mwingine akasema hivi na hivi, talaub, wachezea watu. Alafu watu kwa upumbavu wao takbir, utapata watu wanapiga takbira pale. Subhanallah, si hivyo. Wallahi mambo ya kusikitisha. Shida anasema kwamba wao Shia tumesoma habari zao, si ndio? Swali zuri sana. Ikiwa wao kama wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio, kwa nini wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa wanamkataa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad. Mashia ni kundi ambalo linajinasibisha na Uislamu. Unaelewana?
ni kundi ambalo linajinasibisha na Uislamu, na wao ukiwatoa katika Uislamu wao wanakataa. Na wao mashia wana kitu kinaitwa taqiyya. Taqiyya maana yake nini? Taqiyya ni msingi katika dini ya Ushia. Wao wanasema kwamba wanaficha zile itikadi zao. Unaelewana vizuri? Zile itikadi zao wanazificha, halafu wanadhihirisha Uislamu. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni wanaoita zanadiqa, yani ni kama mazindiki fulani. Wao wanaficha zile itikadi zao. Akija hapa mfano Shia leo, akija hapa mfano yule Ahmed Jalala, akija hapa hawezi kuzungumza juu ya itikadi ya Ushia. Na kama mnafuatilia hata mitandao ya kijamii, wakienda mfano hata kwenye maulidi hawazungumzii zile itikadi zao za Ushia. Wana msingi wao wa dini ambao wameuelezea wenyewe katika vitabu vyao, ambao unaitwa taqiyya. Taqiyya maana yake wanadhihirisha Uislamu. Zile itikadi zao wanazificha katika nyoyo zao, lakini wakiitakidi kwamba huu ndio msingi wa dini ya Ushia. Ukimuita leo Mshia ukamwambia mfano, bwana hivi wewe unasemaje kuhusu Abubakar? Akamwambia Abubakar ni sahaba mtukufu sana. Lakini ukisoma vitabu vyao na zile itikadi zao, na wakiwa wenyewe wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naelewana vizuri? Kwa hiyo kitu wanachokifanya wao ni kuficha ule ukafiri wao, wanauficha na wanadhihirisha Uislamu. Kwa hiyo anapofunga Shia ukamwona amefunga, anafanyia kazi msingi wa taqiyya. Unapomwona Shia anazungumza kwenye maulidi akaitwa Jalala, mfano labda Jalala kaitwa na Sheikh labda Bakwata kwenye maulidi, bwana njoo tuambie hapa, tunaambiwa nini mnatukana masahaba, hivi ni kweli? Kwa akasema bwana, sisi wallahi tunawapenda sana masahaba, tunawapenda sana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi bwana ni watu wa sunna. Lakini wakiwa kwenye darasa zao wanasoma vile vitabu vya maulama wao. Si umenielewa Sheikh? Kwa na msingi ambao unaitwa taqiyya. Lakini pia ukitaka kulijua kundi na jamaa fulani, tunatazama wale waanzilishi wa kundi hilo wanasemaje juu ya kundi hilo. Kwa tunasoma vile vitabu vyao ambavyo ndio vinazungumzia itikadi yao, ndivyo vinavyohukumu mashia. Kwa usije ukasikutana na mtu mfano mtaani anakuambia bwana wao unajua bwana sisi wanatusingizia. Huyo mtu anafanya taqiyya na ni msingi katika dini yao, ambayo wao wanaficha ule ukafiri na wanadhihirisha Uislamu. Na ndio ilikuwa dini ya mwanzilishi wao Abdullah ibn Sabai al-Yahudi. Kuna wenzetu maamuma wanashika masahif wakati imamu anasoma hapa salatu tarawih, wao wanafuatisha qiraa cha imamu kwa kushika masahif na wao wanasoma. Hili jambo halifai, hili jambo halifai. Iwe ni hapa chini kwa kina baba au kule juu kwa wamama, wanashika masahif na kusoma nao kufuatisha qiraa cha imamu. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasema la ba'sa bidhalik, si vibaya ikiwa mtu anapata khushu kwa huko kusoma kwake na kufuatisha kwake. Lakini Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala asema ile kushika mushaf inaondoa sunna ya kuweka mikono juu ya kifua. Tumeamrishwa tumfuate Mtume sallam kwa kuweka mikono juu ya kifua wakati wa sala. Unaposhika mushaf itabidi ushike kifua kwa mkono mmoja wa kushoto. Hakuna sunna ya kushika kifua wakati wa sala kwa mkono mmoja wa kushoto. Itabidi ushike mushaf mkono wa kulia kama ilivyo sunna, mkono wa kushoto uweke kifuani. Hakuna sunna hiyo. Kwa wale wanaoshika masahif wanatakiwa waache kushika masahif, wafuate sunna ya Mtume sallam ya kuweka mikono juu ya kifua, mkono wa kushoto uwe chini, mkono wa kulia uwe juu. Ndiyo sunna ya sala. Hatuna haja ya kushika masahif. Kuna maimamu hapa, kuna hafadha wanamkumbusha akikosea imamu. Mahafadha hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'an aliposema bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm wama yajhadu biayatina illa adh-dhalimun. Za riziki kuwa nyepesi katika hizo ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atampa makhraj, atampa matokeo mazuri, riziki yake itakuwa nyepesi. Yaqulu Allah jalla wa ala
waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah anasema yoyote mwenye kumcha Allah, Allah atampa matokeo mazuri, atampa nafasi nzuri katika riziki yake. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, kisha Allah atamruzuku mja huyo namna ambayo hatarajii. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu, na yoyote atakemtegemea Allah, Allah ndio tosha yake, Allah atamtosheleza katika jambo lake. Kadhalika katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, yoyote atakayemcha Allah, Allah atamfanyia mambo yake kuwa mepesi hapo ulimwenguni. Kwa hiyo takwa Allah, kumcha Allah ni sababu mtu kuepesishiwa riziki yake. Kadhalika kumtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea na hali ya kuwa unafanya kazi na unapata riziki ya halali, Allah kadhalika atakufungulia. Ndio katika hadithi ambayo amepokea al-Imam Tirmidhi, kadhalika al-Imam Ibn Majah wa sahahu al-Albani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law annakum, law kama ninyi waislamu tawakkaltum ala Allah, mutamtegemea Allah haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea, hapana ujanja ndani yake wala hufanyi riya, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, basi Allah angewaruzukuni nyinyi kama anavyowaruzuku ndege. Ndege Allah anaruzuku vipi? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam taghdu khimasan wa taruhu bitanan, ndege wanatoka asubuhi hali ya kuwa matumbo yao yako ndani yamegusana na mbavu kutokana na njaa, wa taruhu bitanan, lakini wanarudi jioni hali ya kuwa matumbo yao yamejaa. Kwa kweli ukimtegemea Allah, kweli kumtegemea, basi Allah atakufungulia katika riziki. Hivi nieleweke, kule Saudia doktor yule, ile dali doktor yule, mtu anasoma mutawasit, alafu anakwenda thanawi, alafu Jamia Bakarius ambapo degree, alafu anaingia magister master, alafu anaingia doktor PhD, anachukua 40,000 riyal. Hii kwa kwanza, mbali kila mwaka zaongezwa 40,000 riyal. Ukipiga hapa kwetu ni kama 2.2 milioni 2,200,000 wapewa. Ikiwa wanawake mmewachukia kwa sababu ya tabia au kwa sababu ya kadha na kadha, ukaona kama sasa haifai tena kuishi naye, mtamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi umwache huyo mwanamke. Lakini lau kama utavumilia, ukakaa naye ukamvumilia kutokana na zile tabia zake ambazo labda sio shirki au sio bid'a, akawa na tabia nyingine ambazo ni za kawaida, fa asa an takrahu shay'an, huenda mkawa mmechukia kitu kwa huyo mwanamke, wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejalia khairi kubwa kwa sababu ya hiyo subira ambayo umemfanyia mwanamke. Naam Sheikh Abu Abdul Qadir, hayaka Allah, hafidhaka Allah. Amepita Sheikh Siminda hafidhahullah ta'ala kutoka Mauta, amekariri katika madhhab, yani kitu ambacho ni masnun ndio madhhab al-Hanabila, mwanamke kuoa. Je, katika vile una pointi mbili au tatu unaweza ukatutolea kutoka katika madhhab al-Shafi'iyya? Nitatoa pointi moja tu ya kawaida. Sisi katika madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala haipendezi, yani yukrah, ni makruh kuoa mwanamke mzuri sana. Naam, alil. Katika madhhabu ya Shafi'i ni makruh kuoa mwanamke mzuri sana, kwa sababu yumkin an taghtarra biha, mwanamke inawezekana akakughuri, akakuondoa katika dini yako. Kwa hiyo ni makruh katika madhhabu ya Shafi'i kuoa mwanamke mzuri sana. Kwa watu wakali sana kwenye upande wa wanawake. Kisema hivi mmenielewa? So nyinyi tu. Yaani hata huko, yani mkusudia Pwani, ukienda Mombasa, yani kukuta salafi wamesimama na wake zao kisawasawa,
Ukienda kule kwetu unaweza kuwa kuna mhadhara kina mama wakaja 5, yani dada zetu na wake zetu laini sana, basi tumekuwa kama wadhaifu sana. Tofauti nenda kama miji, nenda Mtwara usikie pana mhadhara wa kina mama. Mtu aweza kaja na baskeli na mtoto mgongoni, yani sasa. Yani watu wana ghera mpaka unashangaa. Mimi naeleza ukweli. Kwa hata hapa mimi juzi kwa nazungumza hivi hapa, mbona hapana mihadhara kina wasema inawezekana kuna watu kwa masalafu akiwa wameshikwa majumbani. Wake zenu ule usalafu wake ni wakutia mguu nje mguu ndani. Uongo kweli? Hapa najua nimewapiga vijana wengi sana. Kwa hiyo tujikazeni. Wallahi mimi niliishi pale Kiwangwa. Darasa kina mama ni saa 8 kamili. Basi saa 8 kamili wanawake washapika washamaliza wako darasani. Wallahi si pangano tuweka darasa saa 10 baada ya asiri, mwanamke aje saa 11. Nilikuwa wajua, nilikuwa napika. Yaani kuna tatizo sana huko kwenye hii miji yetu. Mmenielewa? Mmenielewa? Hiyo ni saa hiyo sasa tujikaze. Ikiwezekana bwana Hasnu tujuane, wewe si una mke? Mkeo ukahudhuria leo hapa kama kuna dawa. Sasa tukatoe masalafi sote sisi. Mbona mcheka? Sasa tukatoe masalafi na wake zetu hivyo. Au sio? Kwa ikifika ile wakati tujue kabisa mkeo ukahudhuria, kuna nyinyi mashehe mna wake, wanawekwa wake, wanaandikisha majina ummu fulani. Hapa sipana abu fulani. Tumkuta ummu fulani. Kwa sababu sisi tumekwenda Yaman, wanaosomesha kina mama ni nani? Wanawake. Yani wale wake wa mashehe ndio walimu wakuu. La ilaha illa Allah, ajibu yani. Wanawake ndio wanaosomesha, wana halaka kama vile za wanaume huko kwa wanawake, sababu watu waliandaa wake zao. Medina, Allah amridhie mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yaqulu fi baiti hadha, nilimsikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika nyumba yangu hii, yani akiwa nyumbani kwangu hapa, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema haya maneno: Allahumma man waliya min amri ummati shay'a, ewe Allah, yeyote ambaye atapewa usimamizi katika umma wangu kwa jambo lolote, fashaqqa alayhim, alafu akawatilia ugumu wale anaowaongoza, wale anaowasimamia, fashquq alayhi, basi na wewe Allah ninakuomba na yeye umtilie ugumu katika mambo yake. Na sisi ni wasimamizi wa wake zetu na watoto wetu na majumba yetu. Kwa hiyo katika yale mambo ambayo yako na wasaa, ima kwa munasaba wa sheria ya dini, ima kwa urfu ya mazingira tunayoishi nayo katika miji yetu, tukawatilia ugumu, basi tuelewe kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye ametuombea dua kwamba Allah tabaraka wa taala naye atutilie sisi ugumu. Na nyie mnajua kutiliwa ugumu na Allah kuna enea zaidi kuliko ule ugumu ambao wewe utautia katika familia yako. Na kisha akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, waman waliya min amri ummati shay'a, na yule mtu ambaye atasimamia katika umma wangu kitu chochote, akiwa ni kiongozi wa kitu hicho jambo hilo, farafaqa bihim, alafu akawafanyia upole, akawa ni kiongozi mpole, anaendesha mambo yake vizuri kwa kuzingatia hali za wale anaowaongoza na kuwasimamia, farfuq bihi, basi Allah nakuomba na yeye pia mfanyie upole. Aliposema Allah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un, Ibn Kathir akataja athar kutoka kwa Ka'b al-Ahbar, imepokelewa na al-Imam Ibn Abi Hatim, anasema wallahi ma min baytin fihi ahadun min ahli ad-dunya illa wa malakul maut yaqumu 'inda babihi kulla yawmin 7 marrat yanzur hal fihi ahadun umira an yatawaffa.
anasema wallahi hakuna nyumba yoyote hapa duniani ambaye ndani yake wanaishi watu hapa duniani isipokuwa huja malakul maut kwa siku mara 7 anatazama yupo mtu ambaye ameamrishwa amchukue roho yake, yupo kazi yake hajaghafilika malakul maut. Kwa hiyo usiendelee kucheza tu ukaona kwamba nitatenda umri unao eti wewe ni kijana. Laysa al-amru kadhalik. Yakulu al-Hasan al-Basri inna qauman alhatuhum al-amani, kuna watu ambao yamewapumbaza wao yale matamanio kwamba nitafanya tu, yamewachanganya. Kisha anasema hata kharaju min ad-dunya wa laysa lahum hasan, mpaka wakatoka duniani kuelekea katika makaburi na hawana jema hata moja, kwa vile walivyochanganywa na dunia ilivyowavuruga, wakasahau ya kwamba watakufa. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhil falaita shi'ri ba'da al-bab madar. Mshairi anasema mauti ni mlango, wa kullu nasi dakhilu, na kila mmoja katika watu ni lazima aingie mlango huo, yani wewe jiandae. Falaita shi'ri ba'da al-bab madar. Anasema natamani mimi ningejua baada ya hichi kifo nitaingia katika nyumba gani. Wewe ulivyo hapo sali nafsi, jiulize nafsi yako hivyo ulivyo na yale unayoyafanya. Akija leo malakul maut una majibu kwa Allah, umeshajiandaa, unakwenda wapi wajua mwenyewe. Anasema ad-daru jannatu khuldi, ile nyumba itakuwa ni pepo za ukazi wa milele, lakini in amilta bima yurdil ilah wa in khalafta fannar. Anasema nyumba huko itakuwa ni pepo za ukazi wa milele ikiwa ulitenda yale ambayo yanamridhisha Allah na sio hayo unayoyafanya wewe. Lakini ikiwa ulifanya mukhalafa wa sheria na umekumbushwa na utaki kusikiliza, fannar, ni moto ndio itakuwa nyumba yako, kwa sababu huma mahallani laysa lilmar'i ghayruhuma. Hiyo pepo kadhalika moto ndio sehemu ambazo hakuna mtu atapata isiyokuwa hizo mbili, yani wewe ni motoni au peponi, ni hizo mbili tu. Fandhur li nafsika ayya darin takhtar, wastazama umechagua nafsi yako, umeichagulia nyumba gani. Sio unaishi tu vile utakavyoishi, ndio tafsiri ya vile ambavyo utakuwepo siku ya kiyama. Barakallahu fikum. Wako baadhi ya shabab huingia katika ndoa akiangalia katika swala la dini, mashaallah, baba yake nasabu yake salafia, mutadayyina, mutahajjiba, mutanaqiba, asema ni full tinted, haonekani. Asema hapa navutika naingia. Yuko mmoja afwan Sheikh alipitia kwangu, ustadh, kuna binti fulani mimi naona jirani yako hapo na kadha, fadhali nataawana inshallah. Tukaenda, ila binti yule ndo binti wa Kipemba, mashallah, na dini sawa sawa. Mimi simjui kwa sura hata mpaka sasa hivi, na pale mtaani hakuna historia mtu ambaye kamuona sura yake, hamna. Kijana salafi kaja na mtaka wa binti, tayeb, kaenda maneno ya mwanzo. Sasa nadhara sharia, twende ukamuone, nami ndo mwenyeji. Tukaenda pale nyumba ya binti, ndio hapa, haya ingia ukaone. Jamaa akiingia katika jambo la nadhara ile, binti akahamia katika store ya mkaa, akajifungia huko. Nasaha, chombezo, maneno, vitisho vya baba yake na mama yake vilisha binti ndani, hakutoka hata kuonekana. Huyu ndugu yangu huyu akasema hapa hapo hapo she, jambo liendelee. Ustaz, litaenda vipi hili na lishakwama tayari? Hujamuona? Sasa mimi sina haja na sura yake. Ikiwa nadhara ya kisheria pia binti hataki, mashaallah, huyo si tukamnasihi sana kwamba lazima tufanye namna yoyote umuone kwanza, sio? Si ni sunna hii? Kamtazame, kwa sababu malengo ya ndoa litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu, mkae kwao. Kwa hao wanawake upate kitu ambacho kitakutulizanisha. Ukikaa kwa binti huyu utatulizana, utakaa, utapata peace of mind, utaipata kwake. Hayakumuingia haya, kasema process iendelee. Basi wazee wakasema sisi amri ya kwetu
tukadaiwa mahari, tukapeleka ipanga shughuli, na mimi nikafanya khutbatul haja pale, tukapiga halua, imeisha. La haula wala quwwata illa billah. Baada shahr, baada ya mwezi mmoja, mashtaka, malalamiko ya mradi unakuta ni mashakili mengi sana, kwa sababu sasa binti anaonekana ni mke, sio? Ila sasa unamuona na ushamuoa. Ukikuta sivyo katika dini ipo, kuna yale ya tatu ya mwanzo hakuna hata moja, na hasa ile reception, sio ile ghurfatul istiqbali, ile mapokezi, uso na kadha na kadha na kadha na kadha, hakuna. Kitizama hujioni pale. Mashaki wamemthama, ndoa ile haikudumu, ilivunjika. Kila mmoja aliyesikia kuhusiana na kuvunjika ndoa ile alishangaza sana, ila ni kwa sababu ya kukosa utulivu kwenye jambo la kuchagua. Ndugu zangu vijana wenzangu, au mlio chini yangu kiumri, mkiona ndoa kama hizi, ile mianaka na ile majoho na vilemba na hudhuri ya mashaikh zetu mashallah, masafa marefu yakaja, nasema na mimi naingia chap chap. La, wasia wangu kwamba mtu awe na utulivu mkubwa sana katika jambo la kuchagua mwanamke atakayekuwa mke wake wa ndoa. Naam, fadhfar bidhati din taribati yadaka. Ila haya mengine ikiwa nayo atapatikana akiwepo, ni sababu ya kupata utulivu wa ndoa yako. Wamekinyanyapaa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wamekitelekeza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni waislamu wangapi kwa siku wanaisoma Qur'an? Ni waislamu wangapi wanafahamu Qur'an? Kwa maana kusoma, kuelewa maana. Ni waislamu wangapi kwa siku wanaweza kurejea muongozo wao wakauelewa? Ni wachache sana. Ni waislamu wangapi wanajishughulisha kusoma sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani hivi ndio mlivyotakiwa muishi? Ikawa kumekucha, watu wanatoka wanakwenda makazini tu, wakirudi jioni wako mipirani kwenye viwanja wanafanya mazoezi, au wanacheza draft, au wanacheza zumna. Hivi ndio watu walivyotakiwa waishi hivi? Jioni mtu amekaa kwenye screen, baada al-maghrib yule yuko Forodhani anakula urojo, anakula mishikaki. Hivi ndio tulivyotakiwa tuishi? Haya ndio maisha ya kila siku? Hivi ndio walivyoishi masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Hapana. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waliishi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa himma yao ni dini na sehemu ya dunia, kwa sababu kuna mambo ya lazima ya dunia wameipa sehemu ndogo sana dunia, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni dini. Ndio maana Uislamu ulidhihiri, Uislamu ukawa na nguvu. Leo waislamu wameuacha Uislamu waliokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya watu kuwa mbali na Uislamu sahihi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutokusoma dini. Waislamu leo hawasomi dini, wanaona Uislamu ni dini ya mazoea. Wameshairithi kwa wazee wao, wazee wao ni Waislamu, wamezaliwa na wazee Waislamu, wameridhika na hilo. Madamu mtu anaitwa Hamisi, anaitwa Makame, anaitwa Ali, anaitwa Muhammad, anaona basi. Lakini wapi umeisoma swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Wapi umeisoma aqida ya Uislamu? Wewe Muislamu, itikadi yako sahihi umeisoma kwa mwalimu gani? Kitabu gani? Lakini umesoma mambo mengi, inawezekana umemaliza form 6, inawezekana umekwenda chuo, inawezekana umesomea kazi, ni mtaalamu kwenye habari zako, lakini unaujua Uislamu wako sahihi ambao wewe utakuwa ufuate huo. Ndugu zanguni, hili ni tatizo kwa Waislamu, hasa sisi Waislamu wa pwani tuliozaliwa Waislamu. Uislamu hauna nafasi kabisa katika majumba. Majumba yamejaa maskrini, ndio wamekuwa walimu wa watoto. Kila nyumba unaoingia, ila chache zilizorehemewa na
na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ma-TV, ni michezo ya kuigiza, matamthilia, mipira, muziki, makatuni ndio nyumba za Uislamu. Qur'ani haina nafasi kabisa. Sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hazina nafasi katika majumba ya Uislamu. Hatima yake baada ya kuacha kile ambacho ndio bora, tumeshikamana na takalidi za wa magharibi. Ibadallah, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alitahadharishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na bali aliuambia umma, walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al'ilm ma laka min allahi min waliyyin wala nasir. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawatoridhia mayahudi, hawatoridhia wakristo, manasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka wewe ufuate mila zao na desturi zao na nyenendo zao. Qul, lakini sema ewe Muhammad, inna hudallahi huwal huda, hakika muongozo wa Allah Al-Qur'an wal hikma was sunna ndio muongozo unaotakiwa kufuata. Watu wasifuate mila na desturi na nyenendo za mayahudi na manasara. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi, kama utafuata ahwa, matamanio ya mayahudi na manasara, taratibu zao, nyenendo zao, fikra zao, tabia zao, kama utafuata hizo, kama utafuata, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm, kama utafuata hawa zao baada ya yale au kile kilichokujia, yani elimu iliyokujia. Subhanallah, tumezungumza elimu ndiyo kitu muhimu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alijiliwa na elimu iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada al-ilmi, Allah anamtahadharisha, ukifuata nyenendo na hawa, matamanio, utashi, tabia za mayahudi na manasara baada ya elimu iliyokujia, malaka min Allah min wali wala nasir, wewe kwa Allah huna wa kukusaidia, huna wa kukutetea, huna nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya elimu iliyokujia, elimu ambayo yakutaka ufuate Qur'ani na Sunna, ukafuata hawa za mayahudi na manasara, huna wa kukutetea, huna. Mimi hupenda kuisisitiza katika wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu ni wakati ambao watu wa bid'a hawajalala. Mustayqidhun wameamka, wanapatikana huku na kule, wanababaisha watu kwenye dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika sunna. Sisi watu wa sunna ni lazima tuwalee watu wetu katika misingi hii, wasikubali maneno ya kurushwa. Si kila jambo analoambiwa alibeba kama dini. Lazima tuwafundishe vijana wetu na sisi wenyewe kuhoji ushahidi, dalili katika mambo ya Uislamu. Na wallahi waislamu wangesimamia msingi huu. Mara nyingi mimi husema waislamu wangeusimamia msingi huu wa kuhoji adilla kwa watu wenye kuzungumza, watu wa bid'a wasingepata watu wa kuzungumza nao. Wangezungumza na nafsi zao, au alakali wakazungumza na ahali zao, ya kuwa mtu dawa yake na mkewe amdanganye huko mpaka achoke, lakini akitoka nje hana wa kusema naye. Limadha? Kwa sababu anafahamu sayutalab bidalil, ataulizwa dalili, na watu wa bid'a ni madhaifu mno katika dalili, kwa sababu dini yao qama ala alqil walqal. Dini ya watu wa bid'a imesimamia maneno tu, na maneno mengine ni mabaya kwa sababu hayana asili. Sasa ingelikuwa tuna utaratibu wa kuwahoji maswali haya, hukumu hii, masala haya, jambo fulani, ushahidi wako uko wapi?
lakini sasa watu wa bid'a wamekuta uwanja uko wazi, ndio maana wanawadanganya sana watu wao. Kila siku wanaletea mambo mapya kila siku, na kwa watu wao ni watu kupokea bila kuhoji. Mashaka wanazidi kutokomea katika bid'a. Waangalia hadhara zao, ukitazama hadhara za maulidi mathalan, natoa mifano za miaka hii, na ukirudi hapo nyuma tu, wala usijifanye mzee, miaka 10 tu ya nyuma hapo au 15, tofauti mambo yalivyo. Hadhara za leo zina mambo mengi, vikorombwezo, mpaka pana keki ya mtume kule Tanzania imeanza, pana keki maalumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaletwa pale. Hadhara zina alat almaazif, hadhara zina ala za muziki, magitaa, vinanda vyapigwa pale, mapiano yanapigwa pale. Hadhara zimekuwa kama kumbi za starehe za muziki, na hawa wenye kuitwa mashekhe wapo watingisha vichwa hapo, wakanungunika hapo, wakasikia starehe, na baadhi yao wakijaribu kusema kwamba sasa huku tunakwenda jamaa, mbona kama tunazidi, watolewa macho hivi. Wewe ushafutwa na mawahabi, ushaharibiwa, yani haruhusi kusema. Ni kwa sababu mashekhe hao wa bid'a wamefunguliwa milango, wakizungumza hawahojiwi. Sasa sisi tuendelee kuwakazia hawa mashekhe wa bid'a, ahlus sunna wal jamaa as-salafiyin, hata mtu ami, kwa sababu awamu salafiyin mustabsirun, watu wa kawaida katika masalafi ni watu wenye kujitambua. Huwezi kumdanganya, ala al-aqal atakutaka ushahidi, na akikuona hakuelewi hanyamazi, shifaul ayyi sual, atapiga simu kwa shaka anayemwamini, kuna mtu niko naye hapa, aniambia kwamba jambo fulani ni sunna. Shekhe, hilo jambo ni kweli? Nimeweka loudspeaker hapa, asikia. Si kweli, si sunna hiyo, halijathibiti hilo. Asikia shekhe, asikia. Watu wa sunna walivyo, kadha kadha kadha. Shekhe, nashukuru jazakallahu khairan, Allah kubarik, afunga simu yake pale. Bwana, hakuna kitu bwana, jambo lako nenda nalo bwana, umetoka rjojo hapa, hakuna jambo bwana. Na ndiyo maana ahlul bid'ah wanaona watu wa sunna ni wakorofi, hata wale watu wa kawaida wana kibri hawa. Utasikia lugha zao, hawa bwana wana ilmu lakini hawana adabu. Hawa wamefundishwa ilmu, hawakufundishwa adabu. Utasikia wazee wa kibida wakilalamika wale mashekhe zao, sisi mwanzo ilikuwa tufundishwa adabu kwanza. Yaani sisi hatujui adabu za kula, za kuingia msikitini, za kusalimia wakubwa zetu. Sisi hatujui adabu hizo. Tunajua wao kusudia adabu zingine, adabu zao wanazokusudia wao kuwa mbele ya shekhe lako kama maiti mbele ya muoshaji, tuli pelekwa huku. Shekhe haulizwi hata kwenye darasa, usimuulize shekhe. Sisi mashekhe zetu wauliza shekhe, na nyewe mwaona katika mihadharat, katika durus, shekhe auliza swali. Hawa mashekhe zetu tulionao mpaka maulama wetu wakubwa, swali yaulizwa alafu yawekwa neno pale, tafadhali shekhe tujibu pamoja na dalili. Nyie msikii maswali hayo? Samahatul mufti, samahatul sheikh, alim kabir auliza swali na mtu ami anamwekea sharti, tutakuomba shekhe tubainishie masala hayo pamoja na kutaja dalili min alkitabi wa sunna. Jazakallahu khairan sheikhana, Allah yahfadhuk. Wala shekhe akasiriki wala hagombi kwamba huna adabu, umetumwa wewe. Shekhe anajibu, anamwaga adilla, masala yanayokuwa wazi, alhamdulillah. Sasa wale wanataka adabu ni hizo, kwamba shekhe yaseme tu kimya, na ukitaka kuuliza mwanzo kuzuia, tulia. La, kama ni adabu hizo hatukufunzwa sisi, lakini tuna adabu zetu na twasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi hicho ambacho tumejaliwa. Sasa hawa mashekhe hawa mambo yamependeza kwao, wanaonekana wana wafuasi, wanasikika, ni kwa sababu watu wenye kuwaongoza ni watu wajinga. Sisi ahlus sunna tuchukue nafasi yetu. Kwa hivyo Uislamu tunaulingania sisi ahlus sunna wal jamaa ni ule Uislamu ambao umejengwa ahkami zake zote ala alwahyi,
juu ya misingi ya wahi ni Uislamu wa dalili.